Jamani, sasa fanyeni mnavyotaka. Kama mnataka kuniua kunifanyaje, fanyeni mnavyo. Mambo ya kushangaza na kustajabisha hayakosi kuibuka duniani, na wakati mwingine hutokea katika mazingira yasiyoelezeka kirahisi. Hali hii imejitokeza katika kata ya Malolo, manispaa Tabora, baada ya mzee mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Liso Muhamedi kukutwa akiwa ndani ya uzio wa kanisa la Injili Afrika linaloongozwa na Askofu Elias Mbagata, huku uzio wa kanisa hilo ukielezwa kuwa imara kiasi cha kutoruhusu mtu kuingia bila kupita lango kuu. Ulipitia wapi katumbukia humu ndani? Nikuonyeshe wapi? Neno wapi? Basi linajibiwa. Tukio hilo limeibua maswali mengi miongoni mwa wakazi na waumini waliomkuta mzee huyo ndani ya eneo la kanisa akiwa na randaranda, huku akiwa anatafuta njia ya kutokea, hali iliyofanya tukio hilo kuhusishwa na imani za kishirikina. Hawa ndio mnaosema kwamba uliingiaje? Ndio swali mnaniulizia hapo. Lakini kumbe mimi sikutakiwa kuulizwa swali hilo. Sasa mimi sijaingia, maana yake nilipoambiwa kwamba hutatoka na sijaingia. Sasa nakuwa kama hujaingia na umeambiwa hutatoka, hapo inakaaje? Inaonekana uliingia. Jamani, sasa fanyeni mnavyotaka. Kama mnataka kuniua kunifanyaje, fanyeni mnavyo. Shuhuda namba moja ambaye ni mhudumu wa kanisa hilo amesema alimkuta mzee huyo majira ya asubuhi akiwa tayari yupo ndani ya fensi, jambo lilomshangaza kwa kuwa milango ilikuwa imefungwa na hakukuwa na dalili zozote za uvunjifu wa uzio, huku mwenyekiti wa mtaa wa Miemba Tito Masele akibainisha hatua ambazo wamezichukua kwa ajili ya mzee huyo. Nimeamka saa 1:30 ili nije nizime taa na kufunga geti kama kawaida. Cha ajabu na cha kushangaza nikamkuta mzee huyu. Baada ya kumhoji, anasema kwamba alitoka Lolwansimba, lakini sasa cha kushangaza humo ndani eneo lote hili lina fensi. Unaona, sasa kutumia na umri wake, je, tukijiuliza kiakili tu za haraka aliweza kupita vipi? Kwa hiyo ndio imetupa wasiwasi mpaka tumeanza kuitana hapa ili kwamba kupata ushahidi kuwa je, huyu ni mtu mwema au ni aina gani. Mazungumzo sasa ni kuenda kumpeleka katika kituo cha polisi kule ili aweze labda kusafirishwa kwenda alikotoka. Kwa upande wake, askofu wa kanisa hilo Elias Mbagata ameeleza hofu na mashaka yake na hatua ambazo wameamua kuzichukua kwa mzee huyo. Kama kweli kwa mazingira alionayo na mazungumzo niliyosikia yanaonyesha kabisa dalili za kishirikina, basi ayaache, amrudie Mwenyezi Mungu. Na bahati nzuri ni mwezi wetu wa toba. Kwa Wakristo ni mwezi wa toba, kwa Waislamu ni mwezi wa toba. Tumwambie Bwana Mungu akusamehe. Mzee anakataa. Sasa siwezi kumlazimisha kukubali kitu ambacho nafsi yake haijaridhika. Kama kuna mtu ambaye amepotelewa na mzazi wake, basi ajue kwamba mzazi wake ameokotwa hapa, na ninachoweza kufanya ni kumpeleka tu polisi, kwa sababu ndio sehemu yetu ya usalama wa raia na mali zao.